Tundu Lissu azua balaa jipya. Sasa utawala wa Samia Suluhu wapewa masharti mawili kumhusu Tundu Lissu na kesi ya uhaini. Masharti hayo maalum yakishindikana, Tanzania itashuhudia maandamano makubwa maalum ya kumwokoa Tundu Lissu kutoka gerezani Ukonga. Lakini je, ni masharti gani yaliyotolewa kwa mahakama na Samia Suluhu kuhusu kesi hii ya Tundu Lissu? Hata hivyo, sharti la mwisho kwa serikali ya Samia na mahakama litaweza kukushangaza na kukuacha mdomo wazi. Kabla tusonge mbele, kumbuka kulike video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Naam, mtazamaji, kwa miezi kadhaa sasa jina la Tundu Lissu limekuwa kitovu cha vita vya kisiasa na kisheria vinavyofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini Tanzania. Hata akiwa gerezani, mwenyekiti wa Chadema anaendelea kutawala mijadala ya kisiasa nchini kote, na sasa maendeleo mapya yameweka tena hoja yake katika kipaumbele cha kitaifa. Safari hii Chadema wametoa kile ambacho wengi wanakieleza kuwa ni madai mawili au masharti mawili makubwa kuhusu mustakabali wa kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Na kwa mujibu wa chama hicho, iwapo matakwa au masharti hayo hayataweza kutekelezwa kwa muda na mahakama au serikali, Tanzania inaweza kushuhudia maandamano makubwa yenye lengo maalum la kushinikiza uhuru wa Tundu Lissu. Mtazamaji, madai hayo au masharti hayo yamesambazwa na kusemwa na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika wakati wa mkutano wa hadhara mjini Songea mkoani Ruvuma, ambapo alizungumza na wafuasi wake na kuzungumzia kwa kina mustakabali wa kesi ya Tundu Lissu. Kiini cha ujumbe na masharti ya Mnyika kilikuwa ni hoja rahisi. Alisema kesi ya Tundu Lissu haiwezi kuendelea kwa muda usiojulikana, huku kiongozi wa upinzani akibaki korokoroni au kuzuiliwa gerezani pasina uamuzi wowote. Kwa mujibu wa John Mnyika, Chadema inaamini kuna njia mbili tu au masharti mawili tu ya kweli ya kuleta uwazi wa hali hiyo. Mahitaji ya kwanza yanalenga moja kwa moja kwenye mahakama yenyewe. John Mnyika alitoa sharti zito kwa mahakama. Alisema kesi ya uhaini inapaswa kuharakishwa ili uamuzi wa mwisho upatikane haraka iwezekanavyo. Alidai kuwa Tundu Lissu tayari amekaa kizuizini kwa muda mrefu akisubiri mchakato wa kisheria uendelee. Kwa wafuasi wa Chadema, sharti hili la kwanza limekuwa moja ya mambo yanayokatisha tamaa katika kesi hiyo, ambapo kesi ya Tundu Lissu sasa inazidi kuahirishwa mara kwa mara. Wanasema kuwa kila kucheleweshwa kuna maanisha wakati zaidi kwa Tundu Lissu nyuma ya kuta za gereza la Ukonga bila uamuzi wa mwisho wa hatima yake, na hili ndilo jambo linaloendelea kuzalisha hisia kali miongoni mwa wafuasi wake na hasira. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, Tundu Lissu amebaki kuwa mmoja wa viongozi wa upinzani nchini Tanzania licha ya kufungwa jela. Kila kufikishwa mahakamani, kila kuahirishwa kwa kesi na kila maendeleo ya kisheria yanayozunguka kesi yake yamevutia usikivu mkubwa wa umma ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Umakini huo umeongezeka huku wafuasi wakiendelea kuhoji ni muda gani mchakato utachukua kabla ya matokeo ya mwisho kufikiwa. Mnyika anasisitiza kuwa suluhu la haraka ni kesi hiyo kusonga mbele bila kuchelewa kusikokuwa na ulazima, la sivyo maandamano makubwa yatashuhudiwa. Kwa mujibu wake, iwapo Chadema ni sahihi kwa imani yake kwamba Lissu hana hatia, basi mchakato wa haraka wa kisheria ungeruhusu ukweli kujitokeza mapema zaidi. Lakini hilo lilikuwa hitaji au sharti la kwanza tu. Ombi au sharti la pili linaelekezwa kwa mkurugenzi wa mashtaka anayejulikana kama DPP nchini Tanzania. John Mnyika alieleza kuwa DPP wa Tanzania ndiye mwenye mamlaka ya kusitisha kesi za jinai ikionekana inafaa. Alipendekeza kuwa upande wa mashtaka unaweza kuchagua kutoendelea na kesi hiyo ya Tundu Lissu, hatua ambayo itabadilisha mara moja mazingira ya kisheria yanayomzunguka kiongozi au mwenyekiti huyo wa Chadema. Pendekezo au sharti hili la pili limekuwa moja ya vipengele vinavyojadiliwa sana katika misimamo ya hivi karibuni ya Chadema kumhusu Tundu Lissu. Wafuasi wanahoji kuwa ingemaliza mzozo wa kisiasa na kisheria ambao umeendelea kugawanya maoni kote nchini. Wakosoaji hata hivyo wanashikilia kwamba michakato ya kisheria inapaswa kuruhusiwa kuendelea kwa uhuru kupitia mahakama pasina kuingiliwa. Bila kujali mtu anasimama wapi kisiasa, hakuna shaka kwamba mustakabali wa kesi ya Tundu Lissu unabaki kuwa moja ya maswali muhimu ya kisiasa yanayoikabili Tanzania leo. Na kisha likaja onyo la mwisho: kama iwapo masharti hayo au maombi hayo mawili yaliyotolewa na Chadema hayataweza kutekelezwa na mahakama au serikali. John Mnyika aliweka onyo bayana kuwa Chadema imejipanga kuzidisha kampeni zake iwapo hakuna njia kati ya hizo mbili itakayotoa
matokeo, na kampeni hizi zitakuwa si kampeni za kawaida, bali wametangaza maandamano rasmi iwapo maombi hayo hayatakubaliwa. Kwa mujibu wake, chama hicho kinaweza hivi karibuni kutangaza maandamano makubwa nchi nzima maalum yenye lengo la kudai uhuru wa Tundu Lissu kutoka gerezani. Kauli hiyo ilivutia umakini mara moja, lakini kwa nini? Kwa sababu inaonyesha kuwa Chadema inajiandaa kwa awamu mpya katika kampeni zake ama kampeni yake inayohusu kifungo cha Tundu Lissu. Kwa miezi kadhaa mapambano mengi yamefanyika katika vyumba vya mahakama, majalada ya kisheria, taarifa za umma na mikutano ya kisiasa, lakini sasa uwezekano wa maandamano ya nchi nzima unaleta mwelekeo tofauti kabisa. Ujumbe kutoka Chadema unaonekana moja kwa moja na ulio wazi: kesi isonge mbele haraka, au upande wa mashtaka uachane kabisa na kesi hiyo. Ikiwa halijatokea, chama kinasema kinaweza kugeukia moja kwa moja katika uhamasishaji wa umma kuingia barabarani kuandamana. Msimamo huo umezua mjadala mkali kati ya wafuasi na wakosoaji sawa. Kwa wafuasi wa Tundu Lissu, tangazo hilo linatazamwa kama ushahidi kwamba chama kimedhamiria kutoruhusu suala hilo kutoweka kutoka kwa umma. Wengi wanaamini kuwa muda mrefu wa kesi hiyo tayari umeweka mzigo mkubwa kwa Tundu Lissu na familia yake. Wengine wanahoji kuwa shinikizo la kisiasa halipaswi kamwe kuchukua nafasi ya taratibu za kisheria. Walakini, licha ya maoni haya tofauti, ukweli mmoja bado haujabadilika. Tundu Lissu anaendelea kuwa kinara katika mjadala huu mzima. Kufungwa kwake, kesi yake ya uhaini, jukumu lake la kisiasa la baadaye, kukaa kwake muda mrefu gerezani na maswali mapana yanayohusu haki na demokrasia. Maswala haya yote, mtazamaji, yameunganishwa kwa undani. Matamshi ya hivi punde kutoka kwa John Mnyika yanaonyesha jinsi Tundu Lissu anavyobakia kuwa muhimu kwa mkakati wa kisiasa wa Chadema. Hata akiwa gerezani, anaendelea kushawishi mazungumzo ya kitaifa. Kwa njia nyingi, kesi imekuwa zaidi ya swala rahisi la mahakama. Imekuwa ishara ambayo wafuasi kwa wapinzani wanaendelea kuandaa hoja zao. Ndiyo maana kila maendeleo huzalisha vichwa vya habari. Ndiyo maana kila tarehe ya koti inavutia umakini, na ndiyo maana onyo la hivi punde la Mnyika linafuatiliwa kwa karibu. Kwa sasa mkazo unabaki kwenye kile kinachofuata. Je, mchakato wa kisheria utaharakishwa, au je, waendesha mashtaka watatoa uamuzi tofauti kuhusu kesi hiyo? Hata hivyo, mtazamaji, hadi sasa serikali ya Samia Suluhu au mahakama za Tanzania na majaji pamoja na DPP mwenyewe hawajaweza kujibu kuhusiana na masharti au mapendekezo haya ya Chadema kuhusiana na Tundu Lissu, na vile jeshi la polisi halijaweza kujibu kuhusiana na tishio hili la maandamano makubwa maalum kuhusu Tundu Lissu kubaki gerezani kwa zaidi ya siku 400 na kesi yake kuahirishwa mara kwa mara pasina uamuzi wowote. Vile mtazamaji, ningependa kukuachia uwanja huu wa maoni ama uwanja wa comment chini ya video hii uweze kunijuza mtazamo au maoni yako kuhusiana na swala hili. Je, iwapo Chadema itatangaza maandamano haya makubwa kumhusu kumtetea Tundu Lissu, je, utaweza kujiunga au kuunga mkono maandamano haya, au je, unapinga maandamano haya? Na kuachia uwanja huu wa maoni unijuze. Vile kumbuka kulike video hii kisha subscribe na ubonyeze alama kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.